Leo ni Jumanne ya juma la 11 la mwaka. Karibu katika tafakari ya siku. Somo la leo linatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 43 hadi 48. Katika injili ya leo, Yesu anatupa amri ambayo inavunja mantiki ya kibinadamu. Anasema, wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowaudhi. Hii ni amri inayotutaka kwenda zaidi ya hisia zetu, zaidi ya ubinadamu wetu. Ni amri inayotutaka tuwe kama Kristu mwenyewe. Kwa kawaida, kibinadamu tunapoumizwa, mioyo yetu hutaka kulipiza kisasi. Lakini Yesu anatualika kuachilia chuki na kuingia katika uhuru wa msamaha. Huu si udhaifu, huu ni ujasiri wa kiroho. Kuna mfano mzuri toka maisha ya Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili. Mnamo mwaka 1981 alishambuliwa kwa risasi katika uwanja wa Mtakatifu Petro na kijana Mahameti Ali Ajga. Dunia ilishtuka na wengi walitarajia angeruhusu chuki au kulipiza kisasi. Lakini Papa Yohane Paulo wa Pili alichagua njia ya Kristo. Baada ya kupona, alikwenda gerezani kumtembelea yule aliyemshambulia. Alizungumza naye uso kwa uso, akamsamehe, na hata baadaye alimjumuisha katika sala zake. Ilisemekana hata alimshika mkono na kumwonyesha huruma kama ndugu. Huu ni upendo wa Injili ulio hai. Si maneno tu, bali matendo yanayoonyesha nguvu ya msamaha. Yohane Paulo wa Pili alielewa kwamba chuki haiponyi jeraha, bali msamaha huleta uponyaji. Ndugu zangu, si rahisi kuwapenda maadui zetu, lakini inawezekana tunapomruhusu Kristo atawale mioyo yetu. Msamaha hauondoi yaliyopita, lakini hubadilisha mustakabali wetu. Unafungua mlango wa amani ya ndani na uhuru wa kweli. Leo Yesu anatualika kuangalia ndani ya mioyo yetu. Je, bado tunabeba maumivu ya zamani? Je, bado kuna watu ambao hatujawasamehe? Mfano wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili unatukumbusha kwamba msamaha wa kweli unawezekana kwa neema ya Mungu. Tuombe neema ya kuwa na moyo kama wa Kristo, moyo unaosamehe, unaoponya na unaoleta amani katika dunia iliyojaa majeraha. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.